katika Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Pendwa, poleni sana kwa msiba huu mzito. Leo sisi tumekusanyika hapa kanisani ili kumsindikiza bibi yetu au ili kumwaga bibi yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Ametuaga na ameaga kutoka dunia hii na anaelekea safari yake ya mwisho kwenda huko mbinguni. Na wapendwa waumini, sisi tunaposali au sisi tunaposhiriki misa ya mazishi yake, tuombe Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu amsamehe dhambi zake, amsamehe makosa yake yote na ampokee bibi yetu huko mbinguni. Raha milele umpe, e Bwana. Raha milele umpe, e Bwana. Raha milele umpe, e Bwana. Na bibi yetu wapumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, karibuni sana katika tafakari ya siku hii ya leo. Kweli tunajua kifo huleta huzuni, lakini kumbuka, kifo sio mwisho wa maisha yetu, bali ni mwanzo wa maisha ya mbinguni. Tunaposoma Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya kwanza hadi 3, tunaona Yesu anaaga kutoka dunia hii na anawaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, mwamini Mungu, mimi naenda kuwaandalia mahali. Leo bibi anatuambia msifadhaike moyoni, mwamini Mungu, mimi naenda kuandalia mahali. Wana familia Makata, kweli bibi amewaaga nyinyi, lakini bibi ameenda huko mbinguni ili kuandalia mahali kwa ajili yenu. Tunapangilia maisha ya bibi Germana. Mimi naona kabisa aliishi maisha ya imani kabisa. Aliishi maisha ya imani, alimtumikia Mungu katika maisha yake, na amebahatika kupata watoto, wajukuu na vitukuu. Na naona bibi aliwalea watoto wake katika imani. Mimi kweli simjui sana, au mimi sijajua sana juu ya bibi, lakini mimi niliposikia taarifa ya mazishi yake, nilitoa taarifa kwa paroko wetu wa zamani Padre Prijo na Padre Manoji, na hata katika wasifu mimi pia nimesikia hata Padre Prijo, Padre Manoji na Padre Tomaso walikuwa wanamhudumia bibi yetu, na kweli wao pia walitoa salamu ya rambirambi, lakini pia waliniambia kweli bibi amebahatika sana. Bibi ametunza sana katika familia ya Makata. Baba Makata na mke wake walikuwa wanamtunza vizuri bibi. Hata mapadri walienda kutoa huduma kwa bibi, wao ndio wameshuhudia. Na sababu gani bibi ndio aliishi maisha imani? Hata tulipoangalia ndio bibi alimsindikiza hapa safari yake mwisho, alimsindikiza na wanachama cha moyo mtakatifu wa Yesu. Yaani alikuwa mwanachama cha moyo mtakatifu wa Yesu. Na nimesikia taarifa mtoto wake na mjukuu wake wanamhudumia kupitia chama cha Radio Maria, wanamhudumia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kweli mimi ninapoangalia maisha ya bibi naweza kusema tuige mfano wake katika maisha yetu. Au nyinyi wote mmekuja hapa kanisani ili kumsindikiza, yaani
kila mmoja ana kumbukumbu nzuri juu ya bibi. Kila mmoja ana kumbukumbu nzuri juu yake, sababu ndio sisi tumekusanyika kumwaga bibi yetu hapa kanisani. Na sisi tunaposhiriki mazishi yake, tuige mfano wake katika maisha yetu, tuishi maisha ya imani na kulea watoto wetu, wajukuu wetu kwa imani na kumtumikia Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Na wapendwa, tunaposoma kitabu cha Mhubiri sura ya 3 aya ya 1 hadi 2, tunasoma hivi: kwa kila jambo kuna majira yake, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kweli sisi tutambue maisha ya binadamu yako kwa mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Sisi tumeumbwa na Mwenyezi Mungu, na siku moja sisi tutapata wito kwenda kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Na sisi pia tuwe tayari kwa ajili ya kifo chetu. Tunaposhiriki misa ya mazishi, sisi pia tujiandae maisha yetu kwa ajili ya wito wetu. Tunajua kabisa maisha yetu ni zawadi kutoka Mwenyezi Mungu. Sisi zote tumepewa maisha kama zawadi kutoka Mwenyezi Mungu, na tunayo wajibu kabisa kuishi kumpa maisha yetu kama zawadi kwa wengine. Tunajua kabisa Kristo ametuachia maisha yetu kama zawadi kwa binadamu wote, na sisi pia tumepewa zawadi maisha yetu hapa duniani, na sisi tumpe maisha yetu kwa wengine kama zawadi. Mfano, kama nyinyi mnapoishi maisha kama familia, ndio tunapoangalia maisha ya bibi, tunaweza kusema bibi alikuwa zawadi kwa ajili ya familia ya Makata. Alikuwa zawadi kubwa kwa familia ya Makata. Katika wasifu tumesikia alikuwa bidii kwa kazi, alikuwa mchapa kazi, ndio alikuwa analea watoto wake vizuri. Yaani bibi alikuwa zawadi kwa ajili ya familia yake, na sisi pia tuwe zawadi kwa ajili ya familia yetu. Au mume awe zawadi kwa mke awe zawadi kwa ajili ya mume, au wazazi wawe zawadi kwa ajili ya watoto, au watoto wawe zawadi kwa ajili ya wazazi. Kweli wapendwa, tunapoishi hivi sisi tunaweza kuaga mwisho vizuri kutoka dunia hii bila mashaka, kwa amani na furaha unaweza kuaga kutoka dunia hii. Kwa hiyo sisi, bibi anatuambia tuwe zawadi kwa ajili ya wengine. Na pia tunajua kifo sio mwisho, kifo ni mlango wa uzima. Katika imani ya Kikatoliki tunaamini kabisa tuna maisha ya baadaye, tuna maisha ya huko mbinguni. Kwa hiyo tunatamani maisha ya mbinguni, ndio tunaishi maisha hapa duniani. Kwa hiyo bibi anatupatia matumaini, anaelekea mbinguni, atakuwa mwombezi wetu. Na sisi pia tutamani maisha ya baadaye na tujiandae maisha yetu ya hapa duniani. Wapendwa waumini, leo tunaposali misa ya mazishi au leo tunapoombea kwa ajili ya bibi yetu, tujifunze kutoka maisha yake. Tumpende Mungu, tuwapende watu na tuishi maisha yetu hapa duniani, na mwisho sisi pia tutaaga kutoka dunia hii kwa amani na furaha. Na tunaposali misa ya mazishi, sisi tunayo wajibu kabisa kuombea kwa ajili ya bibi yetu. Ni sisi ni binadamu, tunakosea mbele ya Mungu, tunakosea mbele ya binadamu. Na sisi pia tuombe kwa ajili ya bibi yetu, kama amekosa mbele ya Mungu na binadamu, Mwenyezi Mungu amsamehe dhambi zake zote na ampokee huko mbinguni.